Wasomaji wa Biblia aidha katika Biblia ziko katika lugha ya Kiswahili au Kiingereza, ni kawaida unakutana na sentensi kadhaa ambazo aidha ziko katika Agano la Kale au Agano Jipya ambazo zimewekwa katika parandesi. Kwa kawaida utaratibu huu upo unaposoma hizi Biblia katika lugha hizi na lugha nyingine pia. Halikadhalika kwa watu ambao kama mimi kwa mfano tunasoma hizi tafsiri za Qur'ani aidha katika lugha ya Kiswahili au Kiingereza. Kwa mfano Qur'ani ambao ninaisoma tafsiri ya Kiswahili ni aliyekuwa kadhi mkuu wa Kenya Al-Farsi. Hii ndio tafsiri maarufu zaidi katika upande wa Kiswahili. Al-Farsi ametafsiri kutoka lugha ya Kiarabu kuja katika Kiswahili. Unakutana na maneno mengi aidha neno moja au sentensi moja au sentensi kadhaa ambazo zimeweka katika parandesi au mabano. Sasa hivi vitabu viwili na hawa wa tafsiri wa pande wa Biblia na Qur'ani wanakuwa na makusudio yake ni mawili tofauti kabisa. Kwa mfano katika Biblia hii inamaanisha kwamba hii mistari au hizi sentensi kadhaa unazozikuta aidha unaweza kukuta ni mstari mmoja au mistari kadhaa katika hicho kitabu, maana yake ni kwamba hazipatikani katika nakili za kale zaidi za kitabu hicho. Na huu imetokana na utaratibu wa Kristo katika kutafsiri Biblia, huwa wanatumia kupitia vitabu vingi vya kale, nakili za kale kabisa katika kuiandika. Ni uaminifu uliopo kwamba kusema neno hili au sentensi hii au mistari hii haipatikani katika agano nakala za kale zaidi. Sasa kwa upande wa wanaofasiri Qur'ani kutoka katika Kiarabu kwenda katika Kiingereza au Kiswahili, kusudio yale mabano ni tofauti kabisa, kwa sababu utagundua kitu kimoja. Mara nyingi wanaofasiri Qur'ani kutoka katika lugha halisi ya Kiarabu kwenda Kiswahili au Kiingereza, unakuta kusudio lao aidha ni kutaka kumlazimisha msomaji aende katika kile ambacho mafundisho ya Kiislamu yanakupeleka, au kupenyeza hoja fulani au kupenyeza maneno fulani ambayo hapo. Kwa mfano karibu mara zote unapokutana na neno ewe Muhammad, huwa kawaida halipo. Wanataka kukuambia kwamba pale anaambiwa kitu Muhammad na mengine kadha kama. Kwa hiyo unakuta tafsiri za Qur'ani zenyewe mara nyingi zinakuwa si tafsiri, bali zinageuka kuwa ni maoni ya yule mfasiri